Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Tarehe 1 ya mwezi huu wa 7 mwaka huu wa Bwana wetu Yesu Kristo 2025. Na kipindi kinakujia kila siku saa 12 asubuhi. Tayari tumekuwa na miezi 6 iliyopita tukiongea habari za kukufanikisha kiuchumi. Na kwa neema ya Mungu, kama ambavyo tumekwambia, kama unafuatilia kipindi hiki, tutakuwa na wewe kwa karibu mwaka huu mzima kila siku saa 12 asubuhi. Unapoendelea kusikiliza, tafadhali wakaribishe wenzako, pia usahau kusubscribe na kuweka notification ili kila kipindi kinachokujia uweze kukipata. Na semina nyingi sana ambazo tayari tumeweka kwa mwaka huu kule kwenye account yetu ya YouTube, TikTok na Instagram. Tafadhali fuatilia ili uweze kupata maarifa ya Bwana. Na tunavyoanza nusu hii ya pili ya mwaka huu wa 2025, tunaendelea kukusemesha habari za kufanikiwa kiuchumi. Na leo nataka nianze na wewe kwa uchambuzi wa ndugu yetu mmoja ambaye ametajwa kwenye Biblia, anaitwa Yusufu wa Arimataya. Yusufu wa Arimataya. Ndugu huyu anatajwa kuwa alikuwa ni mtu tajiri. Moja ya sifa alionayo, ana sifa nyingi ambazo tutaziangalia, karibu 12 tutaziangalia kwa siku hizi chache ambazo ziko mbele yetu, lakini ni mtu mmoja wapo aliyetajwa kuwa na sifa ya tajiri. Na utakumbuka ndiye aliyeuzika mwili wa Yesu, ndiye aliyezika mwili wa Yesu kwa utabiri wa Isaya. Ukisoma Isaya sura ya 53 ule mstari wa 9, Biblia ilitabiri ya kwamba Yesu atazikwa pamoja na matajiri, atazikwa pamoja na matajiri. Na unavyomwona Yusufu wa Arimataya anachukua mwili wa Yesu, unaona akiwa na sifa ambazo zilitabiriwa zaidi ya miaka labda 700 kabla ya kuja kwa Kristo. Isaya 53 mstari wa 9 anasema, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya. Na unakumbuka alihukumiwa pamoja na wanyang'anyi wawili, alihukumiwa pamoja na wezi wawili. Na Biblia inasema utabiri wa Isaya ulikuwa akamfanyia kaburi pamoja na wabaya. Lakini jambo la pili, na pamoja na matajiri katika kufa kwake ingawa hakutenda jeuri. Pamoja na matajiri katika kufa kwake ingawa hakutenda jeuri. Kwa hiyo unaona Isaya anatabiri ya kwamba Yesu atazikwa pamoja na matajiri au kwenye makaburi ya matajiri, na hilo linatimia. Kwa hiyo nataka nikupe sifa 12 za Yusufu, mtu wa Arimataya. Ukisoma Mathayo sura ya 27, Mathayo sura ya 27 mstari wa 57 hadi wa 60, Biblia inasema, hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimataya, jina lake anaitwa Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzongazonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi la jipya alilokuwa amelichonga mwambani, akaviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Kwa maana alikuwa na kaburi ambalo amelitengeneza kulingana na utabiri wa Isaya, na akaomba mwili wa Yesu akauzika kwa jinsi alivyouzika. Na unapomtafakari Yusufu, utakumbuka kule nyuma niliwahi kukwambia, nafikiri labda kwenye vyombo 4 au nyuma zaidi, ya kwamba moja ya kitu ambacho Mungu anakupa kwa kutajirisha ni ardhi au nchi na eneo ulipo. Na Yusufu tunaambiwa kwa ni mtu wa Arimataya. Atakwambia baadaye kidogo. Jambo kubwa zaidi nataka uone, mtu tajiri wa Arimataya. Kumbuka tunajifunza jinsi ya kutumia misingi ya kibiblia kufanikiwa kiuchumi, kuwa tajiri. Na utakumbuka kuna kitabu ambacho tumeandika kinaitwa Mimi ni Tajiri. Ni mpango wa Mungu uwe na mafanikio ya kiuchumi, uwe ni tajiri. Yusufu alikuwa namna hiyo. Niliwahi kupa mifano mingine ya kina Simoni mtengeneza ngozi. Matendo ya Mitume sura ya 10, alikuwa tajiri. Kwa nini? Niliwahi kuchambulia. Alikuwa na nyumba imejengwa bichi, alikuwa na nyumba iko pwani, alikuwa na nyumba ya gorofa. Kina Petro alienda kusali juu darini, orofani. Alikuwa ni mtu anafanya biashara ya ngozi, mtengeneza ngozi. Kwa hiyo unamuona alikuwa ni mtu tajiri kwa kipindi chake. Na Mungu alifanya kazi na watu kama kina Mariamu Magdalena. Unakumbuka Biblia inamtaja aliyetolewa pepo 7 na Yesu, na Biblia inasema hawa walimtumikia Mungu kwa mali zao, walimtumikia Mungu kwa mali zao. Kwa hiyo unahitaji kuwa na mafanikio ya kiuchumi.
Tusome habari ya Yusufu wa Arimathaya kutoka Marko. Marko yeye anamsema namna hii. Marko sura ya 15 mstari wa 43 hadi 46. 43 hadi 46 mstari. Marko sura ya 15. Habari za Yusufu wa Arimathaya. Yeye anamtaja namna hii. Anasema akaenda Yusufu mtu wa Arimathaya. Angalia, mstahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu. Akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akaomba mwili wake Yesu. Lakini Pilato akastaajabu kwamba amekwisha kufa. Akamuita yule akida, akamuuliza kwamba amekufa kitambo. Hata alipokwisha kupata hakika ya kuwa kwa yule akida, alimpa Yesu yule maiti. Naye akanunua sanda ya kitani, akamtelemsha, akamfungia ile sanda, akamweka katika kaburi lililochongwa mwambani, akaviringisha jiwe mbele ya mlango wa kaburi. Unaona mambo fulani yanafanana kutoka kwenye Mathayo 27 na Marko sura ya 15. Unaona kuna mambo ambayo yanaongezeka ukisoma hizi habari mbili. Unaona kuna mambo yanaongezeka. Kwa mfano kwenye Marko sura ya 15 unaona tukiambia alikuwa ni mtu wa baraza, lakini pia unaona kwa ujasiri aliomba mwili wa Yesu. Kuna vitu vinaongezeka. Na kwa ujumla hivi vitu ambavyo viko kwenye Mathayo 27 na Marko 15 ninapofanya uchambuzi, naona Mungu ananisemesha sifa kama 12. Sifa 12 tunazohitaji kuzijua kutoka kwa huyu namuita tajiri mwenzetu Yusufu wa Arimathaya. Tujifunze hizo ili zitusaidie na sisi kuishi maisha ya kiutoshelevu kiuchumi. Na leo nitakupa sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza ambayo kusoma haya maandiko unaiona ambayo Yusufu wa Arimathaya alikuwa nayo ni hii nimeitaja. Biblia inamsema alikuwa mtu tajiri. Sifa yake ya kwanza imemtaja Mathayo 27 mstari wa 57. Hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimathaya. Kwa hiyo alikuwa ni tajiri. Na kwa tafsiri nyingine sifa ya kuwa tajiri ilimpa kibali au nafasi huyo Yusufu ya kuuzika mwili wa Yesu, na ilikuwa ni muhimu kuliko sifa nyingine, kwa sababu ukiangalia sifa ya kwanza ambayo Mathayo anahitaji ni hiyo, alikuwa tajiri wa Arimathaya. Ilikuwa imebeba sifa zingine zote ambazo Yusufu alikuwa nazo. Kimsingi kama asingekuwa na hii sifa ya utajiri, pengine asingekuwa na nafasi ya kubeba au kupewa mwili wa Yesu. Kwa hiyo Mathayo anavyoanza kusema hata ilifika jioni palikuwa na mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu. Angalia, sifa ya kuwa tajiri imetangulia hata jina lake. Hawakumtambua kama Yusufu kwanza. Walimtambulia kwa cheo alichokuwa nacho, kimoja wapo ambacho ni tajiri. Kwa ni sifa ilibeba zaidi ya jina lake. Kwa sababu anasema alikuwa mtu tajiri wa Arimathaya. Kama vile hamjui jina, lakini baadaye anasema jina lake Yusufu. Sifa ya utajiri kwa imebeba sifa nyingine zote. Ndio anaendelea vile vigezo vingine ambavyo anavitaja. Naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi, maana yake ameokoka. Alikuwa mtu, alimwendea Pilato akaomba. Unaona zile sifa nyingine zote zikitajwa, ikiwemo jina lake baada ya hali yake ya kiuchumi. Biblia inasema Mathayo, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakuwepo. Kwa hiyo kuwa na mafanikio ya kiuchumi ni muhimu sana kwa hali yako ya kiroho. Hakikisha mwaka huu unakomaa na Bwana, uwe tajiri, uwe na mafanikio yako ya kiuchumi. Mungu anaweza kufanya kwa siku moja, kwa mwaka mmoja, kwa mwezi mmoja, lakini kwa kipindi ambacho Mungu amekusudia kufanya miaka 5, unachohitaji ni kumwamini Mungu na kutafuta kuwa na mafanikio ya kiuchumi kama vile ambavyo unatafuta kuwa na mafanikio ya kiroho. Waraka ule wa 3 wa Yohana, Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo, na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Tunahitaji kufanikiwa rohoni kweli, tuwe wanafunzi wa Yesu, kama vile ambavyo afya yetu ya mwili na hali yetu ya kimwili ya mafanikio inatokea. Kwa hiyo pia unahitaji kuwa na mafanikio ya kiuchumi. Mungu akubariki. Kesho tutaangalia sifa ya pili na sifa zingine Mungu atakazokupa nafasi kutoka kwa Yusufu tajiri wa Arimathaya. Amen.